Siku ya jana nilipata mwaliko wa kuelekea katika taasisi fulani kwa ajili ya kuzungumza na vijana kuhusiana na fursa za kiuchumi ambazo zimewazunguka. Kitu kimoja ambacho ni muhimu sana vijana wakatambua kuhusiana neno hili fursa. Wengi wao wanadhana inasema kwamba fursa ni chache katika jamii zetu. Au niseme nafasi za ajira ni ndogo au kidogo katika maeneo ambayo wanaishi wao wenyewe. Lakini hiyo ni nadharia iliyopo katika ubongo ambao mtu umemzunguka. Nilijaribu kutengeneza nafasi za ajira kupitia simu zao za mkononi ambazo wanazitumia. Kwa bahati pale ambao wamekuja, wengi wao walikuwa wana simu kubwa ambazo tunasema ni smartphones za kisasa kabisa. Ni kubwa kuliko pengine hata hii simu yangu ambayo natumia mimi, ni simu ya kilocal. Unajua tushakuwa wazee tena masuala kama hayo nakuwa hatuna. Sasa nikajaribu kuonesha kila mmoja namna ambavyo anaweza akatumia simu yake ikamzalishia, ikaleta tija katika maisha yake na ikawa ni kitega uchumi namba moja katika maisha yake anayoishi kawaida. Wengi wa vijana ambao nilikutana nao pale walikuwa wasomi ambao wana taaluma mbalimbali. Wapo walikuwa waandishi wa habari, wapo wamegraduate utabibu, wapo walimu, wapo business na katika fani tofauti tofauti. Kwa hiyo jukumu langu kubwa ilikuwa ni kuwaonyesha namna gani unaweza ukaitumia simu yako ikakuingizia kupitia kazi yako ya ualimu. Lakini pia unaweza ukaitumia simu yako ikakuingizia kupitia hiyo kada yako ya afya wakati ukisubiri eti kuajiriwa na ama serikali au taasisi binafsi. Vijana mimi naomba niwaambie kitu kimoja. Kujiajiri ni msingi wa ukombozi wa mtu. Lakini kazi kubwa zaidi ni kuweza kutafuta fursa ambazo zinaweza zikakuingizia kipato. Kuamini kwamba hakuna fursa ni namna ya kufanya ubongo wako uwe una wingu kubwa ambalo limetawala katika na kuweka ukungu kwenye kichwa chako kiasi ambacho huna uwezo wa kufikiri mbali zaidi. Na usishangae kama unaishi kijijini mfano. Kuna siku anaweza akaja mtu kutoka mbali. Akaja akaweka kigenge cha mama ntilie pembezoni mwa nyumba yenu. Akaanza kutengeneza pesa kila siku. Wakati wewe ulikuwa unaishi hapo kila siku, ulihisi ile kazi haifai kufanya mtu kama wewe. Tatizo leo tu kubwa vijana walio wengi ni watu wenye kuchagua kazi. Na tunaziacha fursa ziende kwa watu wengine kutoka kwenye mikono yetu. Kilicho muhimu zaidi ni lini unaanza kutafuta fursa hizi na kuzifanyia kazi. Darasa ambao nilitoa jana nashukuru sana ilikuwa imeleta tija. Wengi walioondoka pale walipata faida ambayo kwa kweli walinishukuru sana. Na sisi kwa kuwa tumeshakuwa wazee tutaendelea kuwaelimisha vijana zaidi na zaidi umuhimu wa kutumia fursa zilizokuzunguka kwa ajili ya kujijenga kiuchumi. Nawashukuru sana na tuendelee kupambana vijana. Asanteni.